Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano Tanzania, hapa na mzungumzia Msigwa, yeye ameweza kuzungumzia sakata la kupotea ama kutoonekana Balozi Humphrey Polepole. Msigwa kazungumza maneno mengi kweli kweli, lakini pia amegusia katika kipindi cha siasa sinema huwa zinakuwa nyingi. Utakwenda kufahamu kwa kina kile ambacho Msigwa amekizungumza. Wewe cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Mtazamaji, sitaweza kukuwekea sauti ya Msigwa, lakini tu nitanukuu maneno ambayo Msigwa ameyaongea. Amefanywa mahojiano na chombo kimoja cha habari na kusema maneno haya: katika swala zima la Humphrey Polepole kutoweka katika mazingira yasiyojulikana, iko hivi. Jeshi la polisi nchini Tanzania lilitoa wito kwa Polepole aende akatoe ushirikiano kutokana na yale mambo ambayo alikuwa akiyazungumza katika mitandao mbalimbali ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari vikiripoti. Lakini Humphrey Polepole hakufika katika jeshi la polisi, lakini baadaye ikapatikana taarifa ya kwamba ametoweka, amepotea. Sasa waandishi wa habari wakamuuliza kwa nini yeye kama msemaji wa serikali ama serikali haijatoa tamko lolote ama kulaani kitu ambacho kimetokea kwa Humphrey Polepole. Ndugu Msigwa akasema ya kwamba tayari mamlaka ya jeshi la polisi wameshatoa taarifa kwa umma, na ufafanuzi ni kwamba jambo liko linafuatiliwa kwa karibu kabisa. Kwa hivyo anaweza akasema, lakini akasema kwa juu kwa sababu wizara ama chombo husika ambacho kinahusiana na masuala hayo kipo kinafuatilia kwa ukaribu. Msigwa akasema hivyo kutokana na swali hilo ambalo waandishi walimuuliza. Lakini pia Msigwa akagusia kwamba katika kipindi hiki cha uchaguzi mara kadha wa kadha ama katika nyakati za uchaguzi kumekuwa na tabia za watu kutengeneza scenario ama sinema za namna hii kama ya Polepole, kwamba inasemekana mtu amepotea lakini unamkuta yuko sehemu ametulia na kula zake bata, ama inasemekana mtu fulani ametoweka lakini yuko sehemu. Akatoa mfano Mwanza, akatoa mfano Mbeya, akatoa mfano Dar es Salaam. Kuna scenario kama hizo Polepole. Watu walijua kwamba ametoweka ama amepotea, lakini kumbe yupo anaendelea na maisha yake. Kwa hivyo akatolea mfano huo ndugu Msigwa. Wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na maneno ambayo ameyazungumza hapa msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment.